Ndugu zangu, assalamu alaikum. Kwanza tuifanye ile salamu ya mwenyekiti Lissu. Huwa akiingia gerezani huwa anakunja ngumi hapo, anaizungusha ngumi tu. Naomba kunja ngumi kama unampenda Lissu, kama unaheshima pambano anaendesha, kunja ngumi pale. Kunja ngumi, kunja ngumi. Nikisema katiba mpya tunasema free Tundu Lissu. Katiba mpya. Katiba mpya. Sasa mwenyekiti Lissu anaifanya hii salamu ya ngumi. Hii salamu inabeba, maana kinajua kuna wanachama wapya. Hii ngumi si salamu tu peke yake. Hii ngumi ni ishara ya kuunganisha umma. Hii vidole ni yule, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe kwa pamoja, ishara ya nguvu ya umma. Hii nguvu ya umma ndio sera kuu ya Chadema. Sisi tunaiita falsafa. Imeandikwa katika katiba ya chama ibara ya 3.1 kwamba Chadema inaamini umma ndio wenye mamlaka, wananchi ndio wenye mamlaka, viongozi wanapaswa kuwajibika kwa umma, viongozi wanapaswa kutumikia umma, na umma huo ambao Mwenyezi Mungu amejalia ardhi yenye rasilimali za nchi zinapaswa kunufaisha umma, iwe ni bahari, iwe ni gesi, iwe ni ardhi, iwe ni madini, rasilimali zote zinufaishe umma. Ndio falsafa ya nguvu na mamlaka ya umma. Umma ndio uamue viongozi gani wanataka umma uongoze kwa niaba yao, nguvu ya umma. Na pale viongozi wanaposhindwa kuwajibika kwa umma, umma uwe na uwezo wa kuwaondoa viongozi wakati wowote ule. Ndio maana sisi kwa kuamini kwenye falsafa ya nguvu ya umma tuliungana na wananchi kudai katiba mpya huko nyuma, na maoni yetu ya nini ikiwemo kwenye katiba yalizingatia hili, mamlaka ya umma, na tukaunga mkono katiba ya wananchi ambayo wananchi mliitolea maoni. Kwa hiyo ukikunja ngumi ya Chadema ambayo umma kwa Kiingereza ni watu na watu ni people na nguvu ni power, tukisema people's power tunasalimiana umma kwa umoja wetu. Kunja ngumi kama unaamini katika nguvu ya umma. Kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. People's! People's! Sasa mimi nimetoka Dar es Salaam leo. Makamu mwenyekiti Heche amekuja toka jana. Nilikuwa pamoja na makamu mwenyekiti Zanzibar. Nilimpokea na yeye tukasafiri asubuhi kuja huku, na baada ya mkutano tulitamani sana tulale hapa, lakini tutawajibika kuondoka kurudi Dar es Salaam kwa sababu tunatakiwa kuunganisha kwenda Zanzibar kule. Tutakwenda Zanzibar, tutakuwa Pemba siku ya kesho na siku zinazofuatia. Sasa wakati tunatoka Dar es Salaam kuja hapa, nikawa na tafakari ndani ya gari, hotuba ya leo niipe anwani ipi? Nikaona niipe anwani ambayo niliipa hotuba niliyoitoa Ndanda Masasi tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2022. Hotuba ambayo nilipotoka Masasi tarehe 13 Ndanda kule, nilipokuja hapa wakati ule hapo chini kwa wavuvi kidogo, nikakuta wanachadema wachache sana, nikarudia anwani ya hotuba ile ya mwaka 2022, nguvu ya ClickUp replaced like 5 different tools for me. We had tasks in one app, docs in another, meetings somewhere else. It was nguvu ya kusini. Na katika muktadha wa hotuba hiyo, nikiwa garini, nikawa napekua kidogo Masaf Qur'an kwamba ni aya zipi ziwe rejea na tafakari katika hotuba yangu ya leo. Sasa nimepewa dakika chache, sitazisoma, kila mmoja ataenda atasoma, lakini wakati nazungumza naweza nikarejea baadhi ya hizo. Nikaona hotuba yangu ya leo iongozwe na sura na aya 3 zifuatazo. Sura Anbiya aya ya 30, ile sura ya 21 kwenye Qur'ani,
aya ya 30 na sura An-Nur aya ya 35, ile sura ya 24 na sura Al-Mujadila aya ya 22, ile sura ya 58. Ninaweza kuzirejea kidogo wakati nazungumza. Na nimemshukuru ndugu yangu Sheikh Hassan wakati anatoa dua, alipomaliza akanikumbusha jambo kuhusu mimi. Wakati nilipokuwa mbunge wa jimbo la Ubungo, Dar es Salaam, nilikuwa vile vile waziri kivuli wa nishati na madini, na nilikuwa vile vile mjumbe wa kamati ya bunge ya nishati na madini. Na wakati ule kati ya mwaka 2011 mpaka mwaka 2015 nilizungumza sana kuhusu Songosongo, gesi ya Songosongo na masuala ya haki za wananchi, kuhusu mapato ya Songosongo na mikataba mibovu katika sekta ya gesi iliyokuwa inahusu kampuni ya Pan African Energy Tanzania na kampuni ya Orca, na namna rasilimali za kutoka Kilwa Songosongo zilifyonzwa kwa muda mrefu toka mwaka 2004 katika lile bomba la kwanza la gesi kwenda Dar es Salaam, huku Kilwa ikiwa masikini na mapato kidogo sana. Alafu vile vile wakati huo tukazungumza sana kuhusu gesi ya Mtwara, kutoka Mtwara vijijini kulipoanza kujengwa mradi wa bomba la pili la gesi maarufu kama bomba la Mchina, na kukawa kuna ile ajenda wakati ule gesi itoke, gesi isitoke. Bomba likapelekwa Dar es Salaam na wananchi wakauawa Mtwara kwa sababu ya gesi huku kusini. Haya sitayazungumza kwa kirefu sana, lakini mjue Kilwa na mjue kusini, Ruvuma, Lindi na Mtwara, nyinyi mna utajiri wa gesi ambao kama Tanzania ingekuwa na katiba bora, katiba ya nguvu ya umma kunufaika na rasilimali, katiba ya mfumo wa utawala kama serikali ya majimbo, serikali ya wananchi, serikali ambayo pesa zikitokea hapa mgao haubaki serikali kuu, hampewi hicho kiduchu tu cha 0.3 ya tano kwenda kwenye halmashauri kama ushuru wa kuzoa taka, kujenga barabara kidogo za mtaani, kwamba ungekuwa na mfumo wa mapato ambao wananchi wa Kilwa ingewezekana kabisa kwa utajiri wa Kilwa, na nalisema kwa Kilwa, nalisema kwa Lindi, kwa Mtwara, ingewezekana kupitia mfuko wa utajiri wa taifa, wananchi mngekuwa mnalipwa mshahara hata kama haufanyi kazi kutokana na mapato ya gesi. Na nalisema hili kwa sababu hapo Lindi hapa kuna mradi mkubwa zaidi wa LNG, mradi wa trilioni 57, dola bilioni 30, mradi ambao kwa kweli ndio mradi mkubwa kuliko miradi yote unayofikiria Tanzania iliyowahi kutokea toka uhuru. Lakini kama kusipokuwa na mikataba bora, matatizo yake yatakuwa sawasawa na wakati wa kisiwa cha Songosongo. Matatizo yake yatakuwa sawasawa na gesi inayotokea Mtwara, kiwanda hicho cha kusindika gesi itaondoka tu, gesi ya bahari kuu, gesi ya ardhini itaondoka tu, alafu wananchi wa Kilwa taishia kufanya uchumi mdogo wa boti ndogo za uvuvi, kilimo cha chini kabisa, bila kupata mitaji mikubwa, uwezo mkubwa wa kifedha. Haya yanahitaji katiba mpya, yanahitaji uongozi bora. Kwa hiyo ndugu yangu Sheikh Hassan nilikumbusha mbali sana, ila kwa sababu ya muda sitaingia ndani sana kwenye mambo ya gesi. Nataka kuizungumza Kilwa hii ambayo ilianza toka karne ilichipuka na kukua kuanzia karne ya 11, 12, 13. Imefika karne ya 13, Kilwa hii sultani alikuwa na makao makuu hapa Kilwa, pale Kilwa Kisiwani na Kilwa Masoko, hiyo makao makuu ya biashara na kisiasa
ambao katika kilele chake wakati Ibn Battuta anakuja mwaka 1331 hapa Kilwa ilikuwa inatawala Zanzibar, Pemba, Unguja, Malindi Kenya, Mvita kule Mombasa, kote huko ukanda wote, kitovu cha utawala kilikuwa hapa Kilwa. Baadaye akaja Mreno akampindua serikali iliyokuwepo, baadaye na yeye akapinduliwa. Baadaye akaja Mjerumani. Kilwa ambayo ni kitovu ilipo pale ni kitovu cha kibiashara. Biashara ilikuwa inafika mpaka Sofala, mpaka Zimbabwe, mpaka Madagascar kupitia utawala wa hapa Kilwa. Baadaye akaja Mjerumani, mkakandamizwa tena. Wakati ule mkaamua kupambana vita ya Majimaji ambayo ilianzia hapa Kilwa, na hapa ndipo waliuawa watu wengi zaidi kwa halaiki. Vita ile kutoka milima ikashuka chini, Kijakatia na wengine wakiongoza kwa imani zao walizokuwa nazo wakati huo za kuwapa wanajeshi motisha. Vita ikasambaa wakati hakuna internet, hakuna mawasiliano, lakini vita ikafika mpaka Morogoro, Dar es Salaam, ikafika mpaka Songea. Nataka kusema nini? Nyinyi mna historia ya mapambano, enzi na enzi, na historia hiyo mmeionyesha kwenye mfumo wa vyama vingi kwa kushinda haya majimbo mawili, kwa kushinda majimbo mengi lini. Na kwa sababu ya historia hiyo mmeamua kuuita uwanja huu Maalim Seif Garden, uwanja huu kwa kumbukumbu ya almarhum Maalim Seif. Na mimi kwa muda wa dakika chache zilizobaki nitazungumza kidogo hili jambo la, kwa sababu hapa kuna wanachama wanatoka CUF, wanatoka ACT, wanakuja Chadema. Huwa sizungumzagi sana kuhusu vyama vingine, lakini leo nitazungumza kidogo. Mara ya kwanza mimi nazungumza kuhusu ACT jukwani ilikuwa ni kabla ya mwaka 2015 tulipobaini kwamba aliyekuwa rais wakati huo Kikwete na baadhi ya watu, mmoja wa shirika moja la umma, mfanyabiashara mmoja mkubwa, walikuwa wanatafuta namna ya kuipasua Chadema vipande na wakatengeneza usaliti wa ndani ya Chadema, alafu vile vile wakakitengeneza chama cha ACT nje, ili wakifanikiwa mapinduzi ndani ya Chadema waichukue Chadema, wakishinda mapinduzi ndani ya Chadema waigawanye Chadema, alafu waitengeneze chama kingine. Ndio nikasimama Musoma nikasema sisi adui yetu mkubwa ni CCM. Lakini akatokea mtu akashirikiana na CCM, huyo naye atakuwa adui yetu kwa sababu anashirikiana na CCM ambaye tunataka kumuondoa. Na wakati huo nikatumia neno, nikaizungumza ACT ya wakati huo, nikasema hiki chama hiki kinaitwa Alliance of CCM and Traitors, ACT wasaliti. Wakati huo nikazungumza, watu wakajadili sana, sikuzungumza tena mara nyingi baada ya hapo. Sasa wakati CUF msajili na mfumo wa utawala umefanya mapinduzi CUF, baada ya vita ya Ukawa ndani ya bunge ya katiba mpya na Maalim Seif kuunga upande wa Chadema, sisi na wao tukawa tuna ajenda moja ya katiba mpya ya shirikisho la serikali tatu. Zanzibar wakizungumza muungano wa mkataba, sisi tukizungumza kuja kwa serikali ya Tanganyika. Watawala wakasema dawa ni kuwagawa hawa. Ndio ule mgogoro wa Maalim Seif na Lipumba, hatimaye dola ikampokonya Maalim Seif chama. Sasa wakati Maalim Seif anataka kuja kutoka CUF, wakati ule tulikutana naye kwa sababu alikuwa anakutana na vyama vyote. Wengine haya huwa tuyazungumze, lakini leo tutazungumza kwa kifupi sana. Tukakaa tukazungumza, kutumwa timu, baadaye tukakutana na Maalim Seif mwenyewe, tunazungumza kuhusu kuja Chadema. Wakati huo tunajenga hoja kwamba Maalim Seif na timu yako inayotoka kutoka Zanzibar ikija Chadema ikaungana na Chadema yenye nguvu kubwa Tanganyika, itakuwa kama TANU na ASP zilipoungana, kitatengenezwa chama kimoja kikubwa sana cha kupambana na CCM. Sasa wenzetu wakati ule wakawa na mawazo kwamba hebu tutafute chama kidogo ambacho
ikichukua ile ACT ya upande wa Zanzibar, ile kafu ya upande wa Zanzibar itakichukua, itakuwa na nguvu zaidi. Wakaenda ACT. Nataka niseme kwamba baada ya mapambano yote haya, dua ameshasogea kwa karibu. Kati ya mambo Maalim Seif aliwahi kuyajutia sana, na sisi tumezungumza naye, anakuwa anafunguka anasema sana, ni kwamba tulifanya kosa wakati wa kutoka CUF kwenda ACT. Tukaenda pamoja 2020, tukatoa msimamo wa pamoja wa kukataa urais wa Magufuli na uchaguzi kwa ujumla wake. Mara ya kwanza wakatunga mkono, baadaye akabadilika. Kati ya jambo ambalo Maalim Seif, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, na lenyewe alilijijutia ni ule uamuzi wa mwaka 2020. Sasa nimzungumze Bwege kidogo sana, kwa sababu majuto ya Maalim Seif, yaani kama Maalim Seif angekuwa hai leo, kuna mwelekeo ambao angeuchukua, hata baadhi ya watu wa ACT ungewashangaza. Lakini ndugu yangu Suleiman, ni kama Mwenyezi Mungu alimjalia hekima fulani, kama Mfalme Suleiman alivyokuwa kuelekea uchaguzi wa 2025. Katikati ya ugonjwa wake akawa na msimamo wa kusema haoni kama kuna uchaguzi Tanzania. Akaunga mkono msimamo wa Chadema wa no reform no election. Mara kwanza aliunga msimamo tu wa no reform no election. Baadaye akakata shauri kujiunga kabisa na Chadema. Mara ya mwisho Bwege anawasiliana na mimi ni siku chache kabla hajafariki, ananiambia aliwatuma baadhi ya vijana hapa kufanya maandalizi ya kupokea watu, watangulie wafanye maandalizi, yeye aje kwa ajili ya kupokelewa. Ananiambia, katibu mkuu, mimi naumwa, lakini pamoja na umwa, vijana walioko huko nimewasapoti, nimewawezesha wakafanye maandalizi. Zuio la chama likiondoka au kwa njia nyingine yoyote, mje mnipokee. Huyu ni mtu ambaye alikufa nafsi yake ikiwa inasema Chadema ndio mkondo sahihi wa haki. Na waomba sana watu wa Kilwa Kusini, watu wa Kilwa Kaskazini, watu wa Lindi, watu wa Mtwara, mnaoamini katika katiba mpya, mnaoamini katika haki, tuunganishe nguvu kwa nyinyi kuja pamoja, tutengeneze taasisi ya kuiondoa sisi madarakani na kuleta mabadiliko katika taifa letu. Ndugu zangu, nisizungumze zaidi kwa sababu bado kuna wazungumzaji wakubwa wawili. Ninaomba moja kwa moja kwa heshima na taadhima nimlete kwenu makamu mwenyekiti wa chama upande wa Tanzania Zanzibar, Mheshimiwa Saidi, Mzee Saidi Mwinyi Shehe bin Shaha. Karibu zungumze, na moja kwa moja mkaribishe makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Wakabana people.